Nimechukizwa hususan na swala hili ambalo hawa watu wamefanya, waganga hawa kuweza kugombana. Yani wamejishusha, na ni swala ambalo kama hawajatubia inaweza ikawa ni laana na Mungu anaweza kuwapiga bakora. Just kama ni msiba wa dada yako unaweza kufanya kama hili. Wewe kama ni mwanafamilia, mwandishi wa habari, yani aliyofariki ni dada yako, alafu usikie watu wamekwenda airport baada ya kupokea mwili alafu wanagombana, utajisikiaje? Najisikia vibaya. Najisikia vibaya. Kwa hiyo hili ni swala ambalo wamekosea na sio katika mila na desturi zetu sisi wa Tanzania. Na unadhani wamefanya hivyo ili iweje kwa fikra zako wewe? Nilivyotizama, kwa sababu huwezi kuongelea jambo kama hujaliona, nimetizama katika mitandao. Kuna yule bwana sitamani kumtaja jina, yule mwingine mrefu yule anaitwa Dr. nani yule ndio hususan amekosea. Na lile sisi masharifu tuna maono ya kuona mbali. Yule kalifanya lile kwa ajili ya kutafuta mnaita contact, yani contact, yani kwamba mtu aweze kuonekana, kwa sababu wamemaliza kugombana alafu wote usiku wakaingia live baina ya huyo aliyopigwa kibao na huyo aliyompiga kibao, na wote wanaingia hawana wasiwasi. Ni kuonesha kwamba ni jambo ambalo imma katika hawa amefanya kwa ajili ya kujionesha, kwa ajili ya kutafuta maslahi baada ya pale. Ndugu zangu, tutafute vitu vya kuchezea, usije ukatafuta kuonekana au kujulikanwa katika matatizo ya mtu, hususan katika msiba. Usije ukatafuta kujulikana kwa sababu ya msiba. Na niombe watu waelewe kwamba Mwenyezi Mungu ndiyo mwenye mamlaka ya kuchukua roho ya mtu. Ndio madaktari anakufa kwa ugonjwa wake. Isiwe ni sababu sasa ya kuanza kulaumiana kwa nini kafa, ima juhudi za mganga huyu au juhudi za madaktari ndizo zimesababisha mpaka kufa. Hapana. Waumini wa kweli ni wale ambao Mungu anasema waumini wa kweli, maandiko matakatifu yanatuambia kwamba waumini wa kweli ni wale ambapo wanapopatwa na msiba wanasema inna lillahi, na hiyo wewe unajua bwana, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hii ni maarufu, maana yake unajua sisi ni wa Mungu na kwake tutarejea. Hata upande wa pili unasema Bwana akatoa na Bwana akafanyaje? Katoa. Katoa. Sheikh Sharifu, umesema umechukizwa sana na huenda wewe unazungumza na Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Ndiyo. Mkiomba yenu unaweza bali kamkuta, unatakiwa ombe radhi. Kama siku ngapi unatakiwa tayari washaomba radhi na radhi itakuwa imepokelewa au Mungu atakuwa amesamehe hata ndugu jamaa na marafiki? Kwa siku ngapi, labda kwa kipindi cha muda gani? Kwanza wao wa kwanza kumuomba kabisa radhi, waende watoe namna, si waligombana hadharani, basi wagombane pia hadhara, waje katika vyombo hivi waseme family tunakuomba mtusamehe. Baada ya pale wamwambie Mungu aweze kuwasamehe. Wasipoyafanya hayo, mimi Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadr nasema hawa watu, mimi sitoi laana na wala sitoi pepo wala moto kama pepo ya Dula Makabila mwanangu pita huko, hapana. Mimi huwa niko tayari kuona watu wanafanikiwa, na niko tayari kuona kila mmoja anapata maisha ya kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu hali ya kuwa Mungu amemridhia. Hawa kama hawajaomba radhi, hawa waganga waliopigana baina aliyopiga kibao na aliyopigwa kibao, sisi hawa tunawapa wiki moja tu, yani siku 7. Kama hawajaomba radhi, tutamwambia Mungu, Mungu hao wamechezea na msiba. Kama wamecheza na msiba kugombana pale, hata kama wana bifu zao, wasituletee bifu katika msiba. Na sisi Uislamu tuna mila na desturi zetu. Uislamu haujatufunza hivyo. Kwa Mwenyezi Mungu mtaombaje labda ili kama ambao lana yakuta ni mtaombaje? Tutamwambia Mungu hawa watu wamecheza na msiba. Kama wamecheza na msiba, Mungu wape la kuwapa, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa kuhukumu. Alayhi sallallahu bi ahkamul hakimin. Hakika yake Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa kutoa hukumu. Sisi wanadamu hatuwezi kuhukumu, ila anayehukumu ni Mwenyezi Mungu. Hili swala limechukizwa na watu wengi, ndeni kwenye comment msome. Hili swala limewachukiza kila mmoja, hata mpagane sio kwa na dini. Wewe vipi uje na wana bahati kubwa sana, mimi sikuwepo pale. Sisi hatujui kupigana ngumi. Ungekuwepo? Sisi hatujui kupigana ngumi. Ungefanya nini shehe? Mimi ningelikuwepo pale nikashuhudia lile tukio, mimi ningeliwanyoshia tu kidole changu cha shada. Pale wangepata stroke. Acha bwana. Wale majini wanawatengeneza, wale majini wananunua, sisi tunawatengeneza. Shehe, nataka nijue kwa sababu upo karibu na familia, baada ya kutokea lile, kama familia waliona jinsi ambavyo wamepokea na wakati huu tayari wamempumzisha mpendo wao, kwa uko ndani kabisa ya familia. Hebu tuambie familia wamelichukuliaje tukio lile? Kwanza family mimi nilipopata habari za msiba huu, wallahi wa billahi ni katika msiba ambao umeniumiza. Na mara ya kwanza kuiona hii interview ya huyu dada nimeona Global TV ile akisema, na klipu nyingine ile kuja kuniumiza yuwasema yule binti Hawa, jamani alionifanyia haya basi anipunguzie.
Yasi huko tuache kuamini, tuamini kwamba wakati wa Mwenyezi Mungu ndio wakati sahihi na kila chenye roho kitakufa. Mimi nilipoupokea msiba huu nilikuwa ni mwenye kufanya dua, na zawiani kwangu Jumapili zawiani sehemu ya dua ya maombi. Kwa hiyo mimi kesho Allahu akinijalia nitafanya khitma ya kuweza kumraham, tutasoma Qur'ani ni nzima, lakini pia nami nitatoa sadaka pale ambapo Mungu atakapokuwa amenijalia. Wafiwa wanapofiwa ni kuwapa faraja, sio wao watupe furaha sisi. Hata hivyo unavyoona wafiwa wanatupikia chakula, wanatupea ni maji, wanatupea hii kisheria ya dini, sisi ndio inabidi tuwafanyeje, tuwapelekee. Unaona bwana ndugu yangu, wadishi, mnaona hii chai wanaotuandalia wafiwa, chakula wanachotuandalia, inabidi sisi ile familia ya huyu mfiwa binti yetu Hawa, sisi ndio inabidi tuwapelekee maji, ndio tuwafanzie ikram nyingine. Msiba sio kitu cha kuchezea, msiba sio kitu cha kutafuta umaarufu. Nenda hata ukafanya vyovyote unavyofanya, usije ukasubutu. Sisi mashekhe tumechukizwa. Sasa ni mimi Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadir, na mimi ni mtu wa twarika, huwa sisemi tu, huwa sina maneno mengi, mimi ni mtu wa vitendo. Hawa watu sisi tutawapigia dua moja kubwa sana. Kwa hiyo family, kwa kipindi hiki mimi ni waombe baba zangu, mama zangu, sina kinywa mimi cha kuamlisha, ila ndani ya kipindi hiki kigumu ufanye subra. Ujue shekhe, mtu ushapata matumaini kwamba mie kesho ndo atarudi kesho, na safari ishawadia. Juhudi walizozifanya madaktari, umeona kwamba hapa inaelekea mnaita ukingoni, inaelekea ukingoni, alafu anatolewa roho. Just family ipo katika hali gani? Family ipo katika kipindi kigumu, wanahitaji waweze kupewa furaha sana na dada yetu Hawa. Kitakachomsaidia hivi sasa ni mimi na nyie kumfanyia dua. Mungu anasikia maombi kwa muda wako. Ni waombe wa Tanzania, watu wote ambao tulikuwa tukimpenda zaidi sana dada yetu Hawa, tusipate nafasi sasa ya kuanza kuupa unafiki nafasi kwamba namna tulivyokuwa ana matatizo bwana tukumchangia. Hapana, hayo tuyaache. Maji yakishamwagika hawezi kurudi wapi, mnasema ile methali, hayazoleki. Kwa hiyo just tusiyape nafasi hayo. Sasa hivi iwe ni nafasi ya kumfanyia dua, na Mwenyezi Mungu anasikia dua. Allah anasema niombeni nami nitakujibuni. Yani Mungu anahitaji hilo. Asante. Tunashukuru sana inshallah.